asifiwe. Ningependa kuwakaribisha nyote katika ibada ya siku ya leo kwa sababu tumewezeshwa mimi na wewe kuwa katika nyumba ya Bwana. Kwa hiyo ningependa sisi sote tuweze kubarikiwa na tuweze kuendelea kwa njia ile ambayo inastahili. Kwa hivyo tukiendelea, ningependa tukuomba uwepo wa Mungu ili aweze kuturuhusu mahali hapa. Kwa hivyo ningependa kumkaribisha mtumishi Timothea ambaye anatuombea aweze kutuongoza kutoka hapo. Karibu. Praise be to God. Bwana wetu asifiwe. Ni wakati mwema ambapo Mungu ametuwezesha tumeona siku hii kwa ajili ya upendo wake. Kwa hivyo jambo la muhimu zaidi ni kujipeleka mbele za Mungu wetu ili Mungu wetu akaweze kuwa pamoja nasi na pia akatuwezeshe kukaa mbele zake, akatubariki na akatuonekanie katika maisha yetu. Hii tumepita mzima tukiona mkono wake wa huruma nyingi. Kwa hivyo tunamshukuru kwa ajili Mungu mwema. Hakuna Mungu kama yeye. Yeye ni Mungu mwaminifu. Ametulinda, ametuonekania, kwa sababu tuko mbele yake hata na wakati huu tukiwa tukijua ya kwamba yeye ndio mweza tatizo zetu zote, shida zetu zote. Anatuambia tumletee shida zetu zote ili akaweze kutuokoa na akaweze kutubariki na pia kutuwezesha kukaa katika imani yake. Kwa hivyo kwa wakati huu ile ambapo ni ya muhimu zaidi ni kuomba ili tuweze kuitisha uwepo wake ukaweze kuwa pamoja nasi. Kwa hivyo tuombe. Baba uishie milele, jina lako tunalitukuza. Tunasema unastahili Bwana, hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu, wewe ndiye mwanzo, wewe ndiye mwisho. Tunajua Baba, mambo yale yote yako mbele yetu unayajua. Tukijua Mungu wetu utakuwa pamoja na watu na wana wako ili Mungu wetu ukaweza kuonekana katika maisha yao. Tuweka mtumishi wako mbele yako ili Mungu wetu kamwezeshe kunena jambo ambalo Mungu wetu litakuwa likiwatakasa watu wako, litakuwa likiwabariki watu wako na pia kuwainua na hata kukomboa wengine ambao Mungu wetu umewaweka katika njia zako ili Baba wawe na utukufu wa jina lako Bwana. Asante, wewe ni Bwana, jina lako limetukuka zaidi. Baba, tumejua Mungu wetu uwepo wako uko pamoja nasi na uko katika nyumba yako ili Mungu wetu kaweza kubariki wana wako kwa ajili ya neema yako Bwana. Wewe ni Bwana, wewe ni Mungu, jina lako tunaliinua. Baba, tuitisha Roho wako Mtakatifu akaweze kutuongoza na akaweze kuwa kinga na nguvu yetu ili Mungu wetu neno lote tutakao nena iweze kuwa Mungu wetu baraka kwa watu wako na iweze kuwa Mungu wetu mambo ya kuwatoa katika mambo yale Mungu wetu walio ndani yake, magumu yale ambao wako ndani yake. Tunajua Mungu wetu ukiingilia mambo yote yanakuwa salama. Baba, tunakuita ukaweze kuwa pamoja nasi. Mungu wetu kaweze kubariki watu wako na ni katika jina lako na la Bwana Yesu Kristo ndio tumeomba hata na kuamini. Kwa wakati huu tunajua Mungu wetu na uwepo wa Mungu wetu uko pamoja nasi. Mungu ni mwema, jina lake limetukuka. Tunajua kwamba umetayarisha mtumishi wako ili akaweze kunena na watu wako ili neno lako ambao ni mkate wa kila siku ambao tunahitaji kula ili Mungu wetu tukaweze kuwa na uzima katika maisha yetu. Kwa hiyo tunataka kumkaribisha mtumishi Bishop Mukundi akaweza kunena katika neno lako ili Mungu wetu ukaweze kubariki watu wako kupitia neno lako. Karibu mtumishi. Bwana asifiwe. Ukweli wakati huu ni wakati mwema ambaye kweli tumefika katika nyumba ya Mungu. Tuko mahali hapo na ndio naye Mungu mwenye neno ndio ako na neno lake. Kwa hivyo mimi yangu ni kushukuru Mungu huyo amenipa hii nafasi, na kwa majina ni kama vile umesikia, na kwa hivyo hiyo majina ndio yangu. Kuna neno ambaye wakati huu ambaye kuna shida nyingi, na wakati kuko na shida kuna maandiko tu huwa inaagiza mtu wa Mungu na humuonyesha wewe utapita njia gani na gani. Wakati huu si wakati wa kuangalia mtu, wakati huu ni kuangalia neno la Mungu linasemaje. Nataka kuuzia neno ambaye liko katika kitabu cha Wagalatia sijui ni 6. Ukweli ningetaka uniangalilie hilo neno, ni kwa sababu mambo ni mengi ambaye wakati huu
wakati huu inasumbua watu wengi, wako na changamoto, wako na shida mbalimbali. Nafikiri ni chapter 6. Na hilo neno ni neno mzuri, na ukiwa na hilo neno, ukweli wa mambo, wewe mwenyewe utabarikiwa kwa sababu ya kutenda yale Biblia inavyosema. Kwa sababu Biblia inasema vizuri, na kwa sababu inasema mzuri, Mungu ni kama vile amesema itakuwa hivyo. Ni chapter 6 verse 2. Nataka tusomewe, ni kwa sababu wakati huu wa changamoto. Chapter 6 verse 2. Galatians chapter 6 from verse 2. Bear, endure, carry one another's burdens, and troublesome moral faults. And in this way, fulfill and observe perfectly the law of Christ, and complete what is lacking in your obedience to it. For if any person thinks himself to be somebody too important to condense to shoulder another's load, when he is nobody of superiority except in his own estimation, he deceives and deludes and cheats himself. But let every person carefully scrutinize and examine and test his own conduct and his own work. He can then have the personal satisfaction and joy of doing something commendable in himself alone, without resorting to boastful comparison with his neighbor. For every person will have to bear. Be equal to understanding and calmly receive his own little load of oppressive faults. Let him who receives instruction in the word of God share all good things with his teacher, contributing to his support. Do not be deceived and deluded and misled. God will not allow himself to be sneered at, scorned, disdained, or mocked by mere pretensions or profession, or by his precept being set aside. He inevitably deludes himself who attempts to delude God. For whatever a man sows then, and that is only what he will reap. Biblia inasema hivi katika Galatia 6 kuanzia mstari wake ni wa pili. Mshukuriane mizigo na kuitimiza hivyo sheria ya Kristo. Maana mtu akijiona kuwa ni kitu naye si kitu, ajidanganya nafsi yake. Lakini kila mtu na ipime kazi yake mwenyewe, ndipo atakapokuwa na sababu ya kujisifu ndani ya nafsi yake tu, wala si kwa mwenzake. Maana kila mtu atalichukua furushi lake mwenyewe. Mwanafunzi na amshirikishe mkufunzi wake katika mema yote. Msidanganyike, Mungu haidhalikiwi, kwa kuwa chochote apendacho mtu ndicho atakachofuna. Maana yeye apendaye kwa mwili wake, katika mwili wake atafuna uharibifu, bali yeye apendaye kwa roho, katika roho atafuna uzima wa milele. Tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutafuna kwa wakati wake, tusipozimia roho. Amen. Bwana asifiwe. Hilo ni neno la Mungu, na hilo neno naliona linafaa wakati huu, kwa sababu wakati huu kuna janga, kuna shida mbalimbali, na kwa sababu ya hizi shida mbalimbali, ukikosa kujiangalia, utakuta pengine unaweza kuwa umesahaulika, unaweza kuwa atinale siku moja utakuwa katika hiyo hali. Ukiangalia hiyo maandiko vizuri, maandiko ya Mungu haigongani, maandiko haina vita, bali mimi mwenyewe nikiangalia mimi nina macho. Ukiangalia kuna jambo ambayo lilizungumzwa na Isaia, that is chapter 6 verse 9. Hebu nisomee mahali hapo ili niunganishe na haya maandiko ili uone kweli mambo iko namna gani. Isaia, na imezungumziwa tena na Mathayo 13. Kwa hivyo mahali utapata haraka 6:9, angalia ndio tujue ni hili neno linatupeleka wapi. 6:9. Isaiah chapter 6 verse 9. And he said, go and tell these people, he
hear continually, but understand not, and see continually, but do not apprehend with your mind. Make the heart of these people fat, and make their ears heavy, and shut their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their hearts, and turn again, and be healed. Biblia inasema hivi, Isaia 6 kuanzia mstari wa 9. Naye akaniambia, enenda ukaambia watu hawa, vulizeni kusikia lakini msifahamu, vulizeni kutazama lakini msione. Uonyeshe moyo wa watu hawa, ukayatie uzito masikio yao, ukayafumbe macho yao, wasije wakaona kwa macho yao, na kusikia kwa masikio yao, na kufahamu kwa mioyo yao, na kurejea na kuponywa. Amen. Hilo neno nataka siandamane na hilo lingine ambaye tumesoma mahali pale. Ukweli mimi nina macho, na wewe vile vile uko na macho. Ukiangalia unakuta kuna mtu ambaye ana mahitaji, anahitaji, na hilo hitaji yako naye wewe mwenyewe ni jambo unaliona, na kwa sababu unaliona wewe mwenyewe hutaki kuwa umeliona. Unangojea tu huyu mtu aangamie na endelee kuangamia, na ile shida ambayo mtu huyu ako naye ni jambo ambaye ungemalizia, ni jambo ambaye hilo jambo lingiondoka mahali hapo. Wakati huu watu wengi, mimi najua watu wengi wako na hiki na kile, na kwa sababu wako na hiki na kile, wao wenyewe wanaona yule ni jirani, huyo ni mtu mwingine, na huyo, na ile kitu yule mtu anahitaji, wewe uko na hicho. Lakini kwa sababu neno la Mungu lilikuwa limesema kuhusu hao watu, hata hao watu uangalie, imagine unaangalia na huoni, unaangalia tu na huoni, wewe unajifanya wewe huoni ile shida, na ile shida ya huyo mtu mwenzako au huyo mtu mwingine unaliona tu. Ukiangalia wakati huu watu wengi wamejitokeza kwa sababu wamelaliwa ni shida. Shida ya kwanza ni njaa, shida ya kwanza ni uko ni kile na kile, lakini lile jambo ambaye umesaidia huyu mtu naye atoke katika ile shida, wewe uko naye lakini unaangalia na huoni. Hata wewe fikiria kitu ambaye unaangalia na huoni, ni kwa sababu hata kusikia unaambiwa usikie, lakini hata ukisikia hilo jambo linapotea huko linapotelea huko nyikani tu. Lakini hilo neno lilikuwa ni msaada wangu. Hilo neno ndio lilikuwa nilikomboe. Kwa sababu ukiangalia Proverbs 19:17, hebu niangalilie linasemaje, kwa sababu nikijua vile linasema hata nami nitatoka katika janga. Yes. Proverbs 19:17, he who has pity on the poor lends to the Lord, and that which he has given he will repay to him. Amen. Hebu angalia, mimi nikiwa mimi na wewe ukiwa wewe, yule mtu anamsaidia maskini, anakopesha Mungu. Hebu angalia vizuri neno la Mungu. Neno la Mungu alipigani. Mungu ndio mwenye neno, na neno ndio litabaki. Haya yote ambayo tunaona katika ulimwengu huu wake, haya yote yataisha, lakini ile kitu itabaki ni neno. Wewe umetimiza neno gani? Ndio ukaomba Mungu akusaidie wewe. Ile neno wewe umetimiza ni neno gani wewe ambaye umetimiza wewe? Lakini ubaya, mimi kusikia ninasikia, kuona ninaona, lakini mimi sitafakari nimesikia nini, nimeona nini. Kwa sababu Mungu naye akimaliza alisema mioyo ya hao watu ni migumu. Yani ni roho ngumu, yani haiyeyuki. Hakuna kitu ya kuyeyuka hiyo roho. Moyo ni mgumu kama mawe. Kwa hivyo mimi nakaa kama sioni. Ukiangalia wakati huu
unaona kweli kuna changamoto nyingi. Wale ambaye tulikuwa na waita chokora, watu wa kurandaranda mitaani, kuna mahali zile takataka zilikuwa zinaenda kutupwa, wakati huu hakuna. Lakini katika ulimwengu huu kuna watu wako na roho ya kiajabu, ambaye wanakutana na hao watoto randaranda. Wewe unamsukumia kitu, kwa sababu kule alikuwa akiokota, sasa hakuna. Kwa sababu hoteli wakati huu ni afadhali kidogo, kwa sababu hoteli zimeanza kufunguliwa. Lakini si hata sikuwa na macho, si hata sikuwa nawaza, nilikuwa naona. Lakini mimi sitafakari naona nini. Huyu ni mtu ambaye pengine mimi katika hukumu zangu na mhukumia ati huyu angekuwa anafanya kazi. Ukweli kupeana si ni kufanya kazi. Kupeana ni moyo wako. Kama moyo wako si mgumu, kupeana unasikia hiyo ni kazi ya mtu kama wewe ambaye ameokoka. Hata naona wengine ambaye hawajaokoka, na kweli wana moyo, unasikia unaguzwa, una moyo wa kutaka kusaidia. Lakini wengi, mimi na wewe, hata nikiwa na nguo 6, hata moja sitaki kuondoa katika ile wardrobe yangu. Nikiwa hata na 20, ati afadhali siozee mahali pale. Na huko kwingine kuna mtu anangojea hiyo, ati ukimpatia hiyo nguo yako, hata ataenda akitingiza kiuno kwa sababu amekutana na nguo. Lakini mwingine zinaozea kwa nyumba, kwa sababu kuna moyo mgumu, unataka tu kuzingira, unataka tu kupokea. Paulo alisema, kiangalia Paulo akiwa mhubiri, alikuwa anasema sinapitia mkono huu, anasipeana na mkono huu mwingine. Na ukiangalia yeye hakuna wakati alikosa. Kwa hivyo kuna wengine naye wanataka mali tu ije. Lakini wanataka ije tu, ikuje tu, lakini hajai kusaidia huko kwingine. Naye kwa sababu hujui maandiko, itafika wakati wako. Wewe ambaye nawe hujui, itafika wakati wako. Naye Mungu yule amewafanya hawa, sababu Mungu ndio hufanya watu wawe maskini. Mungu ndio hufanya watu wawe matajiri. Kwa sababu ni Mungu, itafika wakati wako. Kama vile wakati huu kuna watu wengi ambao walikuwa na mali yao saa hii imeisha. Pia ni kuibiwa. Wakati magonjwa yalikuja au ghadhabu ilikuja katika dunia hii yetu au Kenya yetu, unaangalia kuna watu wengi biashara zilifungwa na zikafungwa, siko hapa hata saa hii zimefungwa. Ukiangalia huyu mtu, kuna mahali, kuna nyumba alikuwa anasaidia nyumba hii na ile nyingine, lakini wakati huu haisaidiki. Kwa sababu mahali alikuwa anapata mapato, saa hii hakuna. Lakini kwa sababu hujui waona Mungu wakati ule walikuwa na andamana namna gani, pengine ikafika kama wakati huu ambaye kuna hii janga, shida iko hapo, na hawa ambao wanahitaji, kuna wengine wanahitaji tu chakula ya tumbo. Angalia tu, mtu anahitaji chakula ya kuweka kwa tumbo. Na kwa sababu anahitaji chakula ya kuweka kwa tumbo, yeye hataki hata nguo, hataki nini. Na kwa sababu yeye anataka, wewe huoni. Lakini yale ambaye huoni, moyo wako umekuwa mgumu, siku moja itakuja kwako. Kwa hivyo kama utaki janga nayo likakukuta wakati moja, wakati huu jaribu kufungua, jaribu shika neno, wacha kuwa na hiyo moyo mgumu, release vitu zingine. Kwa sababu ukirelease vitu zingine, wewe unakopeta maskini. Yesu wakati moja akaalikwa katika karamu. Wakati alialikwa katika ile karamu, ukimwangalia yeye hakufika katika ile karamu. Lakini kuna kiwete ambaye alienda akaingia kwa yule mtu ambaye alikuwa anakaribisha Yesu. Yeye akaenda pale, wakati alienda pale kwa geti akaambiwa, wewe kwenda na uende kabisa na hapa usionekane. Ikawa ni vizuri. Huyu jamaa kichwa yake akamuuliza, "Bwana, nilikualika na hukuja?" Yesu akamwambia, "Yule kiwete ambaye ulimuona hapo nje alikuwa mimi." Hebu angalia, changamoto katika ulimwengu huu ni mingi.
na hakuna mtu hawezi kukosa, na hakuna mtu hawezi kupata. Kwa hivyo mimi na wewe tujaribu kusaidiana mizigo tu ya huyu na yule mwingine, na tukifanya hayo tunatimiza mapenzi ya Mungu. Mimi na wewe tusipotimiza neno, ukweli kuna siku, kila mtu ako na siku yake ya mambo mema na ako na siku moja yake ya maovu. Kwa hivyo nikijua hivyo, hutakuta hata mimi nataka kukusanya tu niweke mali. Mali ni mzuri, lakini naye yule ni wanani? Huyo maskini ni wanani? Huyo ambaye tunaita maskini, huyo ninamkusa hata nguo hana. Na ukweli mimi kwa ndugu yangu maguo iko, lakini mimi nataka kusikalia tu, afadhali siozee pale na sipee yule. Lakini ujue hiyo nguo yako ambayo imezeeka kwa huyo mwingine inahitajika kuliko jana. Lakini mimi mwenyewe nataka kukusanya tu. Nani aliniambia nataka kukusanya? Fanya wewe, shika neno, kuwa kama Paulo alikuwa na shida na mkono huu, anapeana na mkono huu mwingine. Ukiangalia naye Mungu alimwezesha kutimiza siku zake katika ulimwengu huu. Ukiangalia Paulo alikuwa akiwa mzee sana. Alikuwa amezeeka sana. Wewe na wewe hata hutakubaliwa ufike mahali pale, kwa sababu wewe ni mgumu. Moyo wako ni mgumu. Moyo wa kupeana kwako wewe ni mgumu. Hutaki kuachilia. Wewe kama ni karamu unataka kuitia tu wale ambaye unawajua, ndio siku naye itafika yako wakuite. Hiyo si Biblia. Kama unaita tu wale wana uwezo, hawa wengine, ndugu yangu, dada yangu, ni wa upande gani? Kwa hivyo mimi nami nikiwa mhubiri, lazima nami nisaidiane na huyo mwingine katika ile mahitaji. Nisaidiane na huyo mwingine katika mahitaji, ili tukifanya hivyo tufanikishe injili ya Yesu, kwa sababu injili ya Yesu imefungiliwa, iko mahali pale. Lakini kwa wengine ambaye pengine roho zao ni ngumu, haoni mambo haya, wao wanaona tu kuna mtu amefunguliwa macho, yeye kuhitaji tu, kuhitaji. Lakini kuhitaji ni kuzuri, lakini yale mengine nayo siwaashirie. Lakini shida nayo ni shida moja. Mtu akiwa na shida, yeye hataki kuambia mwenzake, anataka akae na hiyo shida. Ndugu yangu, shida ukiwa naye nani atajua? Mimi tu. Oh, good. Watu wengine wao wako na shida, lakini hakuna mtu anasema. Mtu anakaa na shida zake. Huyu mtu utamsaidia namna gani? Na unajua huwezi kwenda barabarani ukiuliza wewe una mahitaji? Wewe una mahitaji? Wewe una mahitaji? Huwezi. Lakini ndio Biblia ikasema kuona wanaona. Wakiona hawatafakari, kusikia wanasikia lakini hawatafakari, kwa sababu hiyo moyo ni mgumu kuliko mali. Hata wewe saa ingine jaribu kunywa kitu kizuri ya kuyeyusha, usione tu mahitaji yako. Ule mwingine vile yako na mahitaji, na kwa sababu hana mwenyewe utafanyaje? Fasiri inasemaje ya mahali tulikuwa? Fasiri mahali tulianzia Galatians inasemaje? For if any person thinks himself to be somebody too important to condense to shoulder another's load, when he is nobody of superiority except in his own estimation, he deceives and cheats himself. Angalia vizuri. Kuna mtu anajiona kama mimi, hata na wewe, kwa sababu kila mtu ako na majukumu yake. Hakuna hapa mtu aliyokutikisa kiuno. Hata mimi nikiangalia, ukiona nikitembea, utaona tu nimebadilisha kama mwenendo. Unajua, kwanza mwanaume akiwa na pesa, yeye haidangi hivi kama amejikuja, haidangi straight. Utayeyushwa uwe kama barafu ambayo imeisha.
Mtu anajifanya yeye ni mtu. Yeye mwenyewe akijiangalia anajiona ni mtu. Lakini yeye mwenyewe anajidanganya kwa sababu yeye anajiona. Ukweli kama uko na kitu umepewa. Ukiangalia kila kitu ambacho uko nacho, mwili wako, macho, kila kitu wewe ni kupewa. Lakini unaona nini? Unaona sasa mimi sitaki kwenda vile nilikuwa naenda, lazima kuwe na njia nyingine. Hata tukikutana na watu mimi wachape ndio waniondokee. Good, siku yako iko. Wewe unajifanya mtu. Na wewe Biblia inasema unajidanganya wewe mwenyewe. Kwa sababu wewe unajifanya mtu na wewe ni mtu mbule. Kwa sababu ile kitu kinafanya unaona kama unajua. Wewe jua hujui. Na ukijua hujui ukweli wa mambo, utarudi kwa Mungu umwambie ndio. Nataka kujua kwako. Nataka kusaidiwa ni wewe. Nataka kuwa pamoja na wewe. Nataka usaidizi wako. Lakini kwa sababu mimi sijui, najifanya ninajua. Ukweli kama unataka kujua. Paulo wakati mmoja, wakati walikutana na Peter na James, kuna jambo walizungumza kwa sababu walikuwa wameandamana vizuri. Kuna jambo walizungumza wao wenyewe wakiwa watu wanne. Wakasema ile jambo tunataka kufanya ni kusaidia wanyonge. Waleo sijui mnyonge kwako ni nani. Ukiangalia sijui ya Galatia 2 hapo, utaangalia Galatia 4. Utaangalia wakati walikuwa wanasema, walisema sitaki tusome hiyo. Walisema tusaidie wanyonge. Wanyonge ni wa aina nyingi. Unaweza kuwa mnyonge katika roho yako. Unaweza kuwa mnyonge kwa sababu ya umaskini. Haya ni mambo mawili. Kwa hivyo hawa wakiachana walisema tuangalie wanyonge. Mimi nikiangalia kanisa ilikuwa inakuja ili wale wako nazo wasaidie wale ambao hawana. Lakini sasa mpira ikageuzwa. Ikawa mimi ndio mhitaji kuliko wale wengine. Kwa hivyo huyu mwingine hana mwenyewe. Kwa hivyo ndio pale ukaona ukiwa unajiona wewe ni mtu. Ana uwezo, anajua haya. Biblia ikasema ajidanganya yeye mwenyewe. Pastor inasemaje? But let every person carefully scrutinize and examine and test his own conduct and his own work. He can then have the personal satisfaction and joy of doing something commendable. Amen. Without boastful comparison with his neighbor. Amen. Angalia vizuri. Mtu lazima kila mtu ajiita mkutano. Mkutano kwa nini najiita mkutano? Kweli mimi naona hawa ni watu wa Mungu. Na wakiwa watu wa Mungu ni lazima nami niwe na jicho ambaye ninaona huyu naye ana namna gani, msaada gani ambaye angehitaji kwangu, kwa sababu nami niko na kitu nimepewa na Mungu. Kama sitaangalia hivyo, uangalia vizuri, mimi nitajiangalia mimi mwenyewe. Na ndio ukiangalia watu wengi ni kama kuachilia watu wengine wakae tu kule chini. Hakukuwa hivyo. Mtu alikuwa anavuta mwenzake amkaribie. Ukiwa ulikuwa na step, unamfuta ndio atoke katika ile shida hapo nazo. Lakini angalia wakati huu, sio hivyo. Ndio mtu lazima ajiite mkutano. Na mkutano ile mimi nitajiita ni kujiangalia. Mimi nijiangalia mimi mwenyewe niko namna gani. Huyu naye jirani yangu ndio huyu ako namna gani? Nini nikifanya? Nini ningetenda? Ndio huyu jirani yangu naye ainuke ajaribu kunikaribia. Lakini ukiangalia si tunataka kujifungia mambo. Na ukiangalia kuna mtu anakuanga na kitu. Mtu akija kuwa maskini wa roho hakuagi na kitu. Lakini wakati utakuwa roho yako uone kweli kuna jambo Mungu amekutendea. Hilo jambo Mungu anakutendea, hata wewe tendea huyo mwingine ndio naye atoke mahali pale. Lakini kwangu mimi na wewe, nataka kuzungumza mimi na wewe. Unakuta wewe unataka kujilikizia tu mali, lakini huyo mwingine hutaki awe na chochote.
unakuwa. Biblia ile inasema ukiwa na viatu mbili, si umpe huyo mwingine viatu moja. Lakini umeona ni nani? Hata yule ako na viatu tatu, afadhali atupe. Atichokora aje. Ungepelekea badala ya kutupa, pelekea mtu akanyage na hiyo kiatu unatupa. Kwanza akitembea, ataenda akishukuru Mungu akisema, nimeona Yesu. Yesu kwako alitembea jana. Mimi niko na kiatu, ile kiatu wewe unatupa, kwa huyo mwingine ni mpya. Lakini nani anajua hivyo? Hakuna mtu anajua hivyo. Mtu anakaa tu na mali yake. Anaisomba pale. Ati afadhali nipeleke kwa dustbin. Hapana. Ninapeleka na kweli jirani yangu hii kitu akahitaji, huyo mtu mwingine akahitaji. Na unajua huyo akipata hicho wewe unatupa, kwake ni haleluya. Hata sema Yesu unastahili. Na anakuombea. Watu wengine hapa hawana mtu wa kuombea, hawana mtu wa kuwakumbuka, kwa sababu wewe ulijifanya na wewe huna kitu, utaombewa na nani? Lakini Mungu akasema yule anasaidia maskini anakopesha Mungu. Hebu angalia ukopeshe. Hata wale ambaye ukikopesha serikali hainyang'ani mtu. Kwa hivyo wakati unasaidia maskini unakopesha Mungu. Hebu imagine kama kuna wakati tutakuwa maskini. Hakuna siku utakuwa maskini. Wewe utaona watu watakuwa wakisema huyu ni kuinuliwa tu. Huyu bado anasonga. Sisi huko ni kushushwa. Sisi huko ni unga hakuna. Kwa sababu naye wakati ulikuwa nazo, wewe hutaka uzunguza. Ulikuwa pale, wewe unarajia mali yako. Lakini sasa kukaja kiangazi, kukaja shida, ile mali yako ulikuwa unarajia pale, umeitoa saa hii imeisha. Haya, tuende mstari wa 5. Verse 5. For every person will have to bear his own load. Let him who receives instruction in the word of God share all good things with his teacher, contributing to his support. Do not be deceived and be deluded and misled. God will not allow himself to be sneered at, scorned, disdained, or mocked by mere pretension or profession or by his precept being set aside. He inevitably deludes himself who attempts to delude God. For whatever a man sows, that is only what he will reap. For he who sows to his own flesh, lower nature's essentiality, will from the flesh reap decay and ruin and destruction. But he who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Amen. Na fikiri tumesema jambo ambayo wewe unalijua vizuri. Na jambo ambayo unalijua, wewe usijifanye kama hujui. Mimi najua na siwezi kujifanya sijui. Kwa sababu kujifanya sijui, Mungu ananiona nikiwa na unafiki. Kwa hivyo mtu yote asitanganyike. Mtu asitanganyike, usidanganye kwa sababu unakubali tu kudanganyika. Kuna mtu nakumbuka siku moja nikatoa kitu nataka kupeana. Dakika hiyo nyingine nikasikia, nikaambiwa mambo. Roho yangu ikachafuka. Huyo mtu astahili. Imagine hii ni kitu nilikuwa nimekata kauli ya kupeana. Lakini ndani ya moyo nikadanganyika. Huyo hastahili. Sijui, unajua unamuonea mbali. Na unaanza kuhukumu mtu ambaye hakustahili gumu. Kwa hivyo hapa ndio unakuta mtu anadanganya. Unatoa hii kitu unataka kumpa mtu fulani. Na ndio Biblia inasema ukipeana usikubali mtu mkono mwingine ujue. Kwa hivyo mtu hataki sisi si wanasiasa. Wewe umeokoka, wewe si mwanasiasa. Mwanasiasa anajua kuita watu wa redio. Wewe mtu wa Mungu usifanye hivyo. Peana na usikubali kujulikana umepeana. Ukiupa mtu waje kukubali hata bibi yako asijue. Anajua kwa nini? Kwani wewe ni mwanasiasa? Mwanasiasa ndio utoa. Ukiangalia Biblia magao inawaitaga wanafiki, lakini mimi siwaiti wanafiki, sina jina na wao. Lakini wewe Yesu amekupa. Ukipeana na mkono huu mkono mwingine usikubali, ujue. Kwa hivyo nikipeana kitu, sitakubali mkono huu mwingine ujue. Hakuna mtu atajua kwa nini anajua.
Na hii ni secret yangu na Mungu, na Mungu ndiye alisema hivyo. Ukipeana usikubali na mkono hii, usikubali mkono huu mwingine ujue. Kwa hivyo nikitaka kupeana, sitaenda mkutano na bibi yangu, tutaenda kufanya nini? Bibi yangu tutakutana tufanye nini? Mimi ndio nimewaza ile kitu nataka kupeana. Kwa hivyo mimi nipeane, naye awaze kwa mawazo yake apeane. Kwa hivyo, hebu angalia hiyo nyumba. Hiyo nyumba itakuwa imebarikiwa. Kwa sababu sisi tumetimiza neno la Yesu. Hatukutimiza hii nyingine. Wala watu na wao hawajui. Unataka ukipeana, upigwe picha ukipeana. Mimi usinipige. Nataka upigwe picha ndio ujulikane. Na uingia kwa social media, ulikuwa na patana na hiyo. Hiyo pia ya Biblia haina kamera. Ya Biblia ni hivyo tumesoma. Ndio tukaambiwa, wewe usijidanganye na usikubali kujidanganya, kwa sababu unajidanganya upatacho. Ukipanda ya mwili utavuna ya mwili, ukipanda ya roho utavuta ya roho. Ukipanda ya mwili utavuna ya mwili, ukipanda ya roho utavuna ya kiroho. Hebu tafakari haya mambo mawili. Kwa hivyo hapo ndio secret iko. Wewe ukipanda kwa mwili ndio utavuna hayo. Ukipanda upande wa roho utavuna mambo ya kiroho. Ya kiroho ni hiyo nakuzungumzia. Ni kitu ambayo utafanya in secret, si kitu inajulikana. Mpaka ujulishe, unamjulisha. Kwani wakati ulikuwa unamsaidia, wewe ulisaidiwa na Mungu. Pengine huyu unaenda kumwambia tutapeana, utakwambia hata watu wetu hujapea. Atakwambia hata Ruracho hujapeana. Sasa utapeana. Utakuta sasa ni shida ulienda kujiletea, lakini kama ungepeana ikuondokee, ikija kuondokea Mungu yule naye baraka zake zinakuja. Na zikija hakuna mtu anakuzuia kuzipokea, kwa sababu huyu ni Mungu. Wewe mwenyewe unatetea Mungu, utetei mwanadamu. Lakini kwa sababu wewe hutaki hiyo ya siri, unataka hii ndio onekane na kamera. Hiyo ni sawa. Lakini mambo hii ya kiroho, hii ya kiroho, haitaki mambo mengine mahali, hakuna mahali iko majadiliano. Mnajadiliana na nani? Yule mnaenda kujadiliana naye, yeye hana huyo, hakuwa yeye ameguzwa. Na kwa sababu hajaguzwa, ujue hana nafasi. Katika ile jambo yeye hana nafasi. Lakini wewe mwenyewe Mungu amekubalia moyo wako usikie kweli. Na mtu fulani angestahili usaidizi wa aina fulani. Wewe mwenyewe ndio unachomoka kwako. Na ile kitu uko naye unamkuta yule. Na kwambia kupeleka kwako. Kwa hivyo wacha kukaa na umaskini. Wacha kukaa na shida. Eleza rafiki yako ile shida uko naye, mtasaidiana. Eleza huyo rafiki yako. Wewe mwenyewe ambaye umeguswa na hilo neno, usitake kujua ati uko namna gani. Saidia huyo jirani uko naye, wacha kupeleka mahali huyo jirani unamuona. Jirani huyo ambaye unaona, huyo anza na yeye. Na ukweli ndio utajua kweli kuna Mungu. Kuna Mungu mwenye neno, kwa sababu ukiuza, unajua ukitaka kuuza, ukitaka kuuza mawazo ya Mungu, lazima ujue kuna nini hapa. Nikimalizia, nataka kumalizia na neno fupi sana. Ni kwa sababu hilo neno ukiliangalia hilo ni neno gumu kwako, lakini ukiliangalia ni cha kusaidia. Kwa sababu ukiangalia kuna wengi wanaita Bwana. Hebu nifungulia hapo 6:47, that is Luke 6:46. Nataka uangalie tu nikimalizia. Niliguzia hili neno jana, lakini kwako nataka ujue ndio kesho usiwe mahali pale uko pale tu, uko na njia na unajifanya kama huna njia. Uko na njia. Yesu amekuset free, yes? Luke 6:46. Why do you call me Lord, Lord, and not practice what I tell you? For everyone who comes to me and listens to my words in order to heed their teaching and does them, I will show you what he is like. He is like a man building a house, who dug and went down deep and laid the foundation upon the rock. And when a flood arose, the torrent broke against that house and could not shake or move it, because it had been securely built
and founded on a rock. But he who merely hears and does not practice doing my words is like a man who built a house on the ground without a foundation, against which the torrent burst, and immediately it collapsed and fell, and the breaking and the ruin of that house was great. Luka Mtakatifu 6 kuanzia mstari wake wa 46. Kwa nini mnaniita Bwana Bwana, walakini hamyateni nisemayo? Kila mtu aje kwangu na kuyasikia maneno yangu na kuyatenda, nitamuonyesha mfano wake. Mfano wake ni mtu ajengaye nyumba na kuchimba chini sana na kuweka msingi juu ya mwamba, na kulipokuja kalika mto ulichukia nyumba ile kwa nguvu, usiweze kuitikisa, na kwa kuwa imejengwa vizuri. Lakini yule aliyesikia ila hakutenda, mfano wake ni mtu yule ajenga nyumba juu ya ardhi pasipokuwa na msingi. Mto ukiichuka kwa nguvu itaanguka mara, na maangamizi yake nyumba ile yakawa makumbwa. Amen. Angalia, wewe unamuita Bwana Bwana. Wakati unaita Bwana Bwana, kuna kitu Mungu huwa anaangalia. Wewe unaita Bwana, Bwana kuja, Bwana kuja, Bwana kuja, Bwana lete. Ukiangalia watu wengi wanasema Bwana kuja, Bwana lete, Bwana tenda, Bwana. Ni sawa. Mungu si mjinga. Mungu ndio mwenye hekima. Uwezo wote ni wa Mungu. Yesu akataka kuonyesha yule mtu anastahili kuita Mungu ni yule ambaye anasikia neno. Akitasikia neno anatenda vile ameagizwa ni hilo neno. Ukishatenda vile umeagizwa ni neno. Hebu angalia kama sisi tumeokoka. Ukiangalia Biblia iko ndani yako. Biblia iko ndani ya mawazo yako. Kila jambo liko kwa mawazo yako. Lakini ngoja, wale ambao wanasikia neno na kulitenda, hawa ndio Yesu alikuwa anataka kunifananisha na wale watu ambao watamuitisha kitu. Si ati yote tu kwa sababu ati Baba lete. Unafikiria Mungu ni mtoto. Wewe wakati uko na zako unazikalia kabisa na unazifunga. Lakini si hata hujui neno unalijua, na kwa sababu unalijua wewe, shida ni moja. Shida yako mimi na wewe ni kukosa kutenda. Na Mungu anataka usikie neno na utende. Lakini kama unasikia neno kama hiyo nimesoma, si ati haijulikani. Si ati watu wamelala na jana wengine na huyu ni neighbor tu, wacha hawa wengine wako mbali. Ikiwa neighbor wako wakati mwingine tuliona Mombasa, mtu anashamuta, mama anashamuta mawe watoto walale. Mwingine anapeana watoto kwa sababu amekosa namna. Si ati mimi sisikii. Mimi niliambiwa niko na masikio, mimi sisikii. Niko na macho sioni kwa sababu wewe ni Mungu. Hebu angalia, huyu anamuita Bwana. Yule ambaye Bwana atamuitika ni yule anasikia neno na kutenda. Akafananishwa na mtu ajengaye nyumba. Mtu ambaye anajenga nyumba, ukweli wa mambo lazima atoe mambo nyingi. Kwa sababu ukiangalia hii moyo wangu ndio kuna wivu huko, umefikwa huko, hujashubuliwa. Matengano yako huko, haijashubuliwa. Uongo uko mahali pale, hujashubuliwa. Fitina iko pale, haijashubuliwa. Unafiki uko pale, hujashubuliwa. Na haya na mengine mengi. Hebu angalia, hata wewe jiita mkutano. Ni kwa nini wewe unaita Bwana Bwana na Bwana hasemi? Bwana amenyamaza, hajibu, hasemi, haongei kwa maono, kwa ndoto, kwa sauti, hata kwa maandiko. Unakuta Mungu akakunyamazia kabisa.
Lakini wewe bado uko pale, wewe ni wa Bwana, wewe ni wa Yesu. Sasa ingine hata wewe pia singi twice. Sawa, mambo ingine hata wewe unaona inapita mipaka. Wewe kwa kuita, wewe ni mzuri sana. Lakini wewe wakati ulikuja kwa wokovu, hukujua kuna jambo mtu anafanya, wewe ulifikiria tu ni kuingia kwa kanisa. Na ukaopewa na mchungaji, ukaitwa mtumishi, wewe soka nje ya reli. Kwa sababu kuokoka unaangalia mambo mawili. Wewe huyu wale wanastahili kuita Bwana, wako na sababu ya kumuita, ni wale wanasikia neno na kulitenda. Wanafananishwa na huyo alichimba msingi wake, akaondoa takataka, wivu, uongo, unafiki. Mambo haya yote takataka zote akatoa. Wakati alitoa, akajenga nyumba yake katika mwamba, kwa sababu ameondoa takataka zote. Hebu angalia huyu mtu. Ukweli unamwita Bwana. Tulikuwa na daiba, nimwitapo Bwana unashuka. Hata wewe unaangalia. Ndio ukiangalia shida zingine ni wewe. Kwa sababu wewe uliingia kwa wokovu, ukafikiria ni kukaa tu. Hakuna wokovu wa kukaa, au hakuna darasa ndio walimu wako pale. Unampelekea mtoto, afundishe mtoto wako. Na mwalimu pale yako na kiboko. Mtoto akiwa anaenda kucheza kwa darasa na kufanya mituko, anatengenezwa, anakuwa mtu. Naye mtu wa pili, huyu aliingia katika wokovu, ako huko tu, nimeokoka naenda saruni. Hapana. Hiyo mambo utatafuta. Nimeokoka. Kuokoka ni kuingia kwa darasa. Na ukiingia kwa darasa, unaingia kwa darasa ufundishwe. Kwa hivyo lazima ufundishwe ili ujue ni hii na hii. Ndio unakuta hata mahubiri wengi, watu wengi wanahubiri tu baraka. Hakuna kitu kama hiyo. Kwani utamlea mtoto kwa baraka? Humchuni, humweki nyahunyo. Unaweza kulea mtoto namna gani? Hakuna mtoto unaweza kulea. Utalea hata kwa shule, mwalimu wako na kiboko na anachuna. Kwa hivyo wewe unahubiri baraka. Kwani unafikiri baraka zitawekelewa wapi? Huyu ni moyo mgumu. Utaweka baraka wapi? Lazima katika wokovu kuna njia zile utapitia ili ukutane na baraka. Lakini si baraka pokea. Iko wapi? Wale walikuwa baraka siku hizo hawaongei. Sababu badala ya baraka walipewa barakoa. Tofauti nini? Mambo kimeumana. Mambo imekuja kali. Mambo imezidi, maji imezidi uga. Kwa sababu wewe ulikuwa unafikiria ati hakuna mtoto tu ni kulewa, ni baraka. Mtoto gani atakuwa? Hata wako mtoto unaenda ukijuna, ukiweka kiboko wakati mwingine. Kwa hivyo katika wokovu, ukiangalia wokovu uko na njia zake. Wokovu uko na njia, si ati wokovu huna njia. Wokovu uko na njia, na kuna mapito ya wokovu, na kuna mapito ya Mungu. Ndio Yesu naye akajua, hata lea mtu hivi. Hata ukiangalia Mathayo 7:24, nikumalizia tu, nataka kumalizia 7:24. Angalia vizuri uone. Kuna mambo Mungu ambaye amesema, na hii ni lazima. Sikuambia watu baraka. Mambo ya baraka imezidi. Mtu ako na corona, utamwambia baraka. Mtu amechapwa, akichapwa ako na utamwambia amebarikiwa na uoto. Yes, 7:24. So everyone who hears these words of mine and acts upon them, obeying them, will be like a sensible, prudent, practical, wise man who built his house upon the rock. And the rain fell down, and the floods came, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall, because it had been founded on the rock. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a stupid, foolish man who has built his house upon the sand. And the rain fell, and the floods came, and the wind blew and beat against that house, and it fell, and great and complete the fall was it. Amen. Hebu angalia vizuri, ndugu yangu soma. Mathayo ni 7 kuanzia mstari wake wa 24. Basi kila mtu asikiaye hayo maneno yangu
na kuyafanya, atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma zikapiga nyumba ile isianguke, kwa maana msingi yake imekuwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye haya maneno yangu asiyafanye, atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma zikaipiga nyumba ile, ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. Amen. Hebu angalia, kuna mtu anajenga nyumba yake, anajenga kwa hekima, na nyumba ambaye imejengwa kwa hekima, ukiangalia ni yule mtu ambaye alisikia neno na akatenda, akawa na hekima, akajua vile atajenga hiyo nyumba yake. Ukiangalia vile inaenda, alitibua, kuna kazi alifanya. Kiasi ni wokovu tu unakuja, unakuja kwa kanisa, unasinzia huko, wewe kazi yako ni kuzinda. Kuna kitu kama hiyo. Kuna kitu kama hiyo ndio wewe ukija katika nyumba ya Mungu, wakati neno linaendelea wewe unasinzia. Hata yule mtoto wako kwa shule anasinzia, mwalimu anajua huyu anataka kujunwa. Sio asikie vizuri. Unakuja hii klasi ni mahali, hapa unafikiri ni godoro imewekwa. Kuna kitu kama hiyo. Wewe ujue hivyo. Kwa hivyo wokovu, usikulie wokovu ate hii wokovu ni hivi. Hakuna kitu kama hiyo, usidanganyike. Wewe ni kuonyesha una hekima, unaenda taraza, mahali unafundishwa neno ndio huko na usingizi mahali pale. Umefanya kiti ya kanisa ndio godoro lako. Kuna kitu kama hiyo. Hapo ujue umepotea. Hapo umepotea, na umepoteza network. Atendikejo ndio tabia watu vile nyumba itajengwa. Hiyo nyumba umetolea nini? Wakati neno lilikuwa naendelea, wewe ulifanya kazi gani? Huyu mwenye hekima, kuna kazi. Wakati huo ndio alikuwa anaondoa unafiki. Alikuwa anaondoa unafiki, hasira, mategano, chuki, mambo kadha wa kadha. Na kwa sababu ilikuwa hivyo, na yule hajui, yule hakutenda. Hebu angalia, alijenga nyumba yake tu juu ya mshaka. Ngoja kukujwe. Hiyo nyumba kitu kadogo tu, kasita kadogo kanabomoa ile nyumba. Ni kwa sababu huyu hakutaka jinda, alikuwa ni mtu wa baraka barakoa. Hiyo inaendaka hivyo. Kwa hivyo ukijua hivyo, wewe utatengeneza vizuri na Mungu atakubariki. Sasa kuendelea, kwa sababu tuko na siku nyingine ambayo tunaendelea na neno, na neno litadumu. Neno liko pale kusimama. Kwa hivyo mimi ndio sitaishi, neno litaishi. Mungu awabariki sana, watendee mema na awape mawazo ya kuwa tunataka kumrudia. Na mkitenda hayo, sifa zote ni za Mungu. Amen. Karibu ndugu, ili ukaenda kutuombea. Praise be to God. Neno la Mungu ni uzima, ndio ambao tumenenewa ili tukaweze kujua vile tunastahili kuishi tukiwa wana wa Mungu, tukiwa tumekubalika mbele zake. Kwa hivyo tumezungumziwa bila ambavyo tunastahili kutafuta uso wa Mungu ili naye Mungu akatukaribie, tuwe tukitanishwa naye ili naye akaweze kutubariki, na tumeonyeshwa njia ambayo tunastahili kuwa tukiipitia na tukifuata. Maana maneno imesema wanaotii Mungu anawakubali. Kwa hivyo neno kuu zaidi hapa ni kutii neno la Mungu. Bwana azidi kuwabariki na pia azidi kuwa pamoja nanyi kwa ajili ya mambo ambayo Mungu wetu ameweka mbele zetu. Kwa hivyo tutaomba ili tuweze kufunga na Mungu azidi kutubariki. Baba uishie milele, wewe ni Mungu, wewe ni Bwana, jina lako limetukuka. Hakuna Mungu kama wewe. Asante kwa ajili ya neno lako Baba, umetuelezea kwa maana umetuonyesha kwanza kwamba kila ambacho kiko mbele yetu ni upendo, ili tuweze kupenda hawa wengine, tuweze kuwakumbuka tukiwa na kile ambacho tuko nacho, tujue kwamba umetupatia ili tuweze kugawa na tuweze kupatia wengine, ili uweze kuzidi kutubariki. Hilo ni neno lako ambalo Mungu umeweka kwetu kwa ajili ya yale mambo ambayo tuko nayo. Tunajua mambo mengi, shida nyingi ambazo ziko mbele ya watu wako. Tunajua mambo, vikwazo ni vingi. Tunajua kwamba mambo ni mazito katika maisha kwa ajili ya yale mambo ambayo yako duniani. Tunajua Mungu wetu unanena ili Mungu wetu ukaweza kusaidia watu wako,
na tunajua Baba watu wako wao katika dhiki na shida nyingi. Kwa hivyo ndio sababu neno lako limepita, ili kwamba ule ambaye hana kidogo akaweze kugawa na ule mwingine, ili Mungu wetu neno lako likaweze kuwa na amani katika maisha ya watu wako Bwana. Asante Baba kwa ajili ya neno lako. Tunabariki mnenaji kwa ajili umemwezesha kunena neno lako, ukiwa umemwezesha na baraka zako. Tunatukuza jina lako. Wewe ni mwema, kwa maana umeonyesha upendo mwingi ndani ya maisha yetu, ili tuweze kukumbuka mmoja na yule mwingine Bwana. Asante Baba, wewe umenena, kwa maana umenena ndani ya maisha yetu, tujielewa na tujifahamu ya kwamba tutii neno lako kama vile limenenwa, ili Mungu wetu kaweze kutubariki kwa ajili ya neema yako na fadhili zako. Tunakushukuru kwa ajili ya siku hii, kwa ajili ya neema yako na fadhili zako, ndio tumeomba na hata na kuamini.